Leo tunaenda kuweka historia. Toka 2008 chama cha waendesha pikipiki hatujawahi kuwa na mkutano mkubwa kama huu. Sio mkutano pekee, mkutano wa viongozi wa vituo ndani ya mkoa wa Mwanza. Tumeweza kuzunguka mkoa mzima kuweza kuwaunganisha waendesha pikipiki wote, na ndio maana leo mkoa mzima tunazungumza lugha moja hapa. Hapa vipi? Ukweli kile tulichokiahidi katika vikao vyetu, na leo ninawaahidi tena, sitawaangusha. Tutaendelea kusimamia haki na kauli mbiu yetu ya kazi na bata bila bodaboda kuonewa, tutasimama nayo ndani ya miaka mitatu. Lengo ni kuona waendesha pikipiki tunafanya kazi kwa uhuru, amani na bila kuonewa na kusumbuliwa. Awali ya yote, naomba kuchukua nafasi hii kutoa pole za dhati kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki waliopoteza ndugu zao katika vurugu zilizotokea tarehe 29 na tarehe 30. Nyote mnakumbuka wakati ambao nchi yetu ya Tanzania ilijikuta katika matukio ambayo hayajawahi kutokea na hayafanani na utamaduni wa Mtanzania. Umoja wa chama cha waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza tunaungana na Watanzania wote kuwaombea marehemu wote wapumzike mahali pema peponi, na majeruhi wote wapone kwa haraka, warudi katika majukumu yao ya kila siku. Umoja wa chama cha waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza tunapenda kuwapa pole wote waliopoteza mali zao, biashara zao, ajira zao, na ambao wanapitia kipindi kigumu cha giza nene kutokana na kupoteza kipato ambacho kiliendesha maisha yao na familia zao, ima wapendwa wao. Kwa wale ambao wamehusika na uhuni huu, ama kwa kuchochea, ima kwa kutekeleza matukio ya uhalifu wa miundombinu ya umma, wizi wa mali za watu na binafsi na umma, uchomaji wa moto majengo na magari na biashara za watu mbalimbali, Mwenyezi Mungu mwenye haki awape wanachostahili. Pikipiki. Ndugu wananchi na ndugu maafisa usafirishaji ndani ya mkoa wa Mwanza, watu wengi wamesema moja kwa moja maafisa usafirishaji tumehusika na machafuko yaliyofanyika. Niseme sio wote tuliohusika na machafuko hayo, na tunalaani vikali matukio yaliyofanyika, na tusichukuliwe kuwa bodaboda ndio tuliohusika, na kama wapo waliofanya matukio hayo hatuungani nao mkono kwa namna moja ima nyingine. Ndio maana sisi bodaboda wote tuko hapa kuona amani inapatikana, na haya yanayohusisha tarehe 9, niwaombe na niwasihi ndugu zanguni, tarehe 9 tusijihusishe kwa namna moja ima namna nyingine. Hawa ambao wanatukoli sisi tuingie katika vurugu, fuatilia na waulize wao ni ndugu gani ambaye amevunjika mguu, ni ndugu yupi ambaye duka lake limechomwa, ni nani miongoni mwanao hamasisha matukio hayo ambaye amefanyiwa jambo baya. Hawa watu ndugu zanguni wanatulaghai, na kundi hili ni kundi ambalo wanaliangalia sana, na sisi lazima tuwe na misimamo ya kwamba hatutahusika kwenye mambo yoyote yanayochafua nchi yetu ya Tanzania na mkoa wetu wa Mwanza. Na hii dhana ya bodaboda kwamba tumehusika, na wale waliohusika ndugu zanguni tuwalaani tena. Bodaboda hata kama walifanya si vitendo vya kiungwana kabisa, tulaani vitendo vinavyofanywa. Pikipiki. Ndio maana sisi bodaboda wote tuko hapa kuona amani inapatikana, na haya yanayohusisha tarehe 9 tusishiriki kwa namna moja ama nyingine, kuona moja ama nyingine
amani ndiyo kila kitu, tuwaeleze amani yetu ndiyo maisha yetu. Ndugu zangu ni waendesha pikipiki, chama chetu tunaiomba serikali kuchukua hatua za haraka kuimarisha amani na kujenga umoja wa Watanzania kama ambavyo rais kupitia bunge ameahidi kwa manufaa ya nchi yetu. Umoja wa chama cha waendesha pikipiki tunalaani vikali vurugu zilizotokea kuanzia tarehe 29 na tarehe 30 mwaka 2025. Kila mmoja anakotokea, madhara haya yalikofika, ndugu zanguni, mnaona yaliyofanyika, sio vitu ambavyo tunaweza tukavichekea hata mara moja. Machafuko yaliyofanywa na madhara yake ni makubwa sana, kila mmoja anaona. Zile siku mbili, ndugu zanguni, hata kutoka kwenda choni ilikuwa ni shughuli. Uongo kweli? Tuko tayari kuona matukio kama haya yanajirudia tena? Wangapi wanasema hatuko tayari kuona matukio kama haya yanajirudia tena? Hata kula yetu ili tule lazima tuwe barabarani. Uongo kweli? Vipi kama tutakaa ndani mwezi mmoja? Nani mwenye uwezo wa kuweza kuhimili hata huo mlo mmoja? Ila ukiangalia hata vyakula vyenyewe utavinunua wapi, ndugu mwendesha pikipiki? Tusijihusishe na uhalifu wowote ndani ya mkoa wetu wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla, ndugu zanguni. Maana uhalifu huu malengo yalikuwa ni kuvunja na kuiba mali za watu. Kwa nini tuishi na watu wahalifu ndani ya jamii yetu? Na sisi waendesha pikipiki ndani ya mkoa wa Mwanza tumetapakaa kote, si ndivyo? Tusiyakubali tena kuweza kutokea ndani ya mkoa wetu wa Mwanza. Kwa yeyote atakayeshiriki kwa namna moja ama nyingine na kufanya vitendo vya kihalifu atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria na atapoteza sifa ya kuendelea kufanya kazi na sisi. Kwenye hili naombeni tuwe wamoja. Ndugu waendesha pikipiki, kwa sasa masuala ya siasa yamekwisha. Hivyo ni wakati wa kuijenga nchi yetu. Kamwe tusikubali kutumia vibaya watu wasioitakia mema nchi yetu, na tusimame imara kuwapinga vikali wote ambao hawaitakii mema nchi yetu ya Tanzania. Umoja wa chama cha waendesha pikipiki tutaendelea kushirikiana vyema na serikali na idara zote za ulinzi na usalama kwa kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Kipekee naombeni niwaahidi kwamba sitakuangusheni hata siku moja kwa namna ambavyo mnanipa sapoti na mnanishika mkono. Peke yangu mimi na mkoa hatuwezi, tunawategemea ninyi, na ninyi mmeonesha kweli mko na sisi. Asanteni sana sana sana. Ninawaahidi kusimamia haki, wajibu, taratibu tuliojiwekea na kukataza, na ninakemea maonevu yote ndani ya vituo vyetu, ndani ya wilaya zetu na ndani ya kanda zetu, ndani ya mkoa wetu wa Mwanza, ili tuishi kwa amani wote.